Okay, karibu sana mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji kutoka katika vipindi vyetu mbalimbali ambavyo tumekuwa tukivitoa, tukivifundisha kwa watu mbalimbali ambao wamekuwa kutufikia. Na sasa tumeamua ni vyema angalau tuweze kushiriki nawe pale ulipo, popote pale ulipo, kuona nini ambacho tunaweza kujisaidia. Okay, mimi kwa majina naitwa Mapesa Rubare. Na kukaribisha sana katika vipindi vyetu kutoka hapa Mshora Health Solution. Tumekuwa na vipindi mbalimbali vya mafundisho ya afya. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza, basi nakukaribisha uweze kupata kusubscribe ili kusudi kila tunapotoa masomo yetu basi wewe ni wa kwanza kuyapata. Kabla sijaendelea mbali, naomba niwakumbushe kwamba utakapotuhitaji kwa namba za mawasiliano, piga simu 0622 72 83 72. Karibu sana hapa katika channel yetu ya Mshora Health Solution katika masomo mbalimbali na vipindi mbalimbali vya masomo ya afya. Kwa leo nahitaji tuweze kushiriki kujifunza juu ya jinsi gani waweza kujitibu mwenyewe ugonjwa wa uvimbe wa tezi dume kwa kutumia Lycopene. Kwanza kabisa lazima tujaribu kufahamu mfumo mzima wa mwanaume umekaaje, ili kusudi tunapokuwa tukiongelea kwamba kujitibu ugonjwa wa uvimbe wa tezi dume, kwanza uitambue tezi dume ni nini. Kabla sijaweza kuonyesha mfumo wenyewe wa uzazi wa mwanaume, naomba nieleze kwamba tezi dume ni nini, ili kusudi unapokuwa ukiangalia ule mfumo upate kutambua kwamba ndiyo kumbe mfumo wa mwanaume. Tunapoongelea tezi dume ujue kwamba tunaongelea ni kitu gani. Tezi dume ni moja kati ya viungo vya mfumo wa uzazi wa wanaume. Kiungo hiki hushughulika sana na kucontrol uwezo wa mwanaume wa kukojoa mkojo, na pia uweze kucontrol njia ya mbegu za kiume kutoka kwa urahisi. Njia hii ya mbegu za kiume upita katika tezi dume, na pia hii tezi dume uzalisha majimaji au uteute ambao uwezesha mbegu za kiume zinapokuwa zimetengenezwa kutoka kwenye korodani, basi utengeneza majimaji ambayo uziwezesha hizi mbegu kuweza kujongea kwa urahisi sana na kuzihifadhi ziweze kukaa kwa muda unaostahili bila kuharibika. Ina maana kuendelea kuwa hai. Naomba basi sasa angalia kwanza mfumo wako wa kiume umekaaje, alafu ndipo tuendelee kuangalia tunaposema ugonjwa wa uvimbe wa tezi dume tunamaanisha nini. Hebu jizirushie katika hali hii ambayo inaweza kukuwezesha na wewe kuridhia kabisa kwamba mfumo wako wa kiume. Tunapokuwa tunaongelea mfumo wa kiume, basi tunaongelea nini? Tunapoongelea tezi dume tunaongelea nini? Hebu jiridhishe na wewe, ridhika na kile tutakachoenda kujifunza mimi na wewe. Tushiriki kwa pamoja tunapokuwa tukiona mfumo wa kiume ulivyokaa. Tunapoongelea tezi dume, tunapoongelea korodani, tunapoongelea mirija ya kupitisha mbegu za kiume, tunapoongelea kibofu cha mkojo, tunapoongelea ni wapi kibofu cha mkojo na njia ya mbegu za kiume vinakutana, ujue ni kwenye tezi dume. Na tunapoongea sifa na kazi zake, kwamba kina uwezo wa kucontrol unapofanya tendo la ndoa uwezi kukojoa, kwa sababu ni sensitive. Hiki kiungo kina sense, kinatambua huu ni wakati wa kutoa nini na huu ni wakati wa kutoa nini. Karibu sana, hebu jithibitishie mfumo wako wa kiume ulivyokaa, ndipo tuendelee. Okay, ndugu mtazamaji, baada ya kuwa umeshuhudia mfumo wako wa kiume, tunaenda kuangalia tunaanza kwamba kuna kelele kidogo, niko karibu sana na barabara. Okay. Baada ya kudhibitisha kwamba huo ndio mfumo wako wa kiume na kuiona tezi dume kama ilivyoelekezwa katika picha yenyewe, naomba tuangalie dalili. Utatambuaje kwamba mimi tayari nina uvimbe wa tezi dume? Dalili kubwa kabisa na ya kwanza ni pale mwanaume unapopoteza uwezo wako mkubwa sana kwenye tendo la ndoa. Wengi wamekuwa wakilipuuza hili, lakini hii ni dalili moja kubwa sana inayothibitisha kwamba wewe tayari una uvimbe wa tezi dume. Unapokuwa uwezo wako wa awali umetoweka,
umekuwa na nguvu za kusuasua, basi chanzo kikubwa pia ni uvimbe wa tezi dume. Dalili ya pili ni pale unapokuwa ukikojoa mara kwa mara, lakini ukaenda kupima ukathibitisha kwamba hauna ugonjwa wa kisukari. Dalili nyingine ni pale unapokojoa mkojo wako umechanganyika na damu, lakini baada ya kwenda kupima kichocho ikathibitika kwamba una kichocho. Hiyo pia ni dalili inathibitisha kwamba wewe una uvimbe wa tezi dume. Dalili nyingine na mbaya zaidi ni pale unapofanya tendo la ndoa ukafikia kileleni na kilele chako ukajikuta pia kimechanganyikana na damu. Hiyo pia ni dalili hatari sana inathibitisha. Au kila unapofanya tendo la ndoa ukifika kileleni unasikia maumivu makali, hiyo pia ni dalili inayoashiria kwamba tayari wewe una uvimbe katika tezi lako la kiume, tezi dume imekwisha kuvimba. Dalili nyingine ni pale unapokojoa mkojo hauendi mbali, unatoka una nguvu. Hiyo pia ni dalili inayothibitisha kwamba wewe tayari una uvimbe wa tezi dume. Dalili nyingine ambayo unaweza ukaiona kwamba labda ni ya kawaida tu ni pale unapoenda kukojoa, ndio umemaliza kukojoa muda kidogo tu tena ukahitaji kwenda kukojoa, lakini unaenda kukojoa mkojo unaweza kutoka au usitoke. Hiyo pia ni miongoni mwa dalili zinaweza kuthibitisha kuwa tayari wewe unakabiliwa na uvimbe wa tezi dume. Na baada ya kuona dalili hizo chache, hizo ni miongoni mwa baadhi za dalili ambazo zinathibitisha kwamba tayari una uvimbe wa tezi dume. Naomba sasa tuangalie ni nini chanzo kinachosababisha kuvimba tezi dume. Okay? Kama ulivyoshuhudia mfumo wako ulivyokaa, mfumo wako wa kiume ndivyo ulivyo, ndivyo nilivyo. Sasa hebu tujaribu kuangalia ni nini vyanzo vinavyosababisha tatizo hili. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali zilizothibitisha, ni dhahiri kabisa kwamba mwanamume anapokuwa umri wake unaongezeka kati ya miaka 35-40 kwenda juu, basi ukabiliwa na tatizo hili kwa kiwango kikubwa. Kwa nini? Kwa sababu kwa kadiri mwanaume anavyokuwa umri wake unaongezeka, ndivyo kuna kiini tiba ambacho ndicho utawala na kucontrol, kuimarisha na kuhifadhi viungo vya mfumo wa mwanaume. Kiini tiba hiki, kuna kiini tiba kinaitwa lycopene, kinapatikana na kinahitajika sana katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Kwa kadiri umri unavyoongezeka, kiini tiba hiki huwa kinapungua, na kinapopungua hupelekea kuna homoni ambayo pia uhusika kwa kiwango kikubwa katika mfumo wa uzazi wa mwanaume, inaitwa testosterone hormone. Kila kiini tiba kinapokuwa kikishuka, na hii homoni pia huwa inashuka, na inaposhuka hupelekea uwezo wa viungo vya mwanaume kujicontrol, kujihifadhi, ulinzi huwa unapungua, na kupelekea sasa kiungo kikubwa ambacho ni cha kwanza kuathirika huwa ni tezi dume, huanza kufanyaje? Kuvimba. Na inapokuwa imevimba hii tezi dume, kutokana na sababu kubwa, japokuwa kutakuwa na sababu zingine kama maambukizi ya magonjwa ya zinaa, kama maambukizi mbalimbali yatokanayo na bakteria, lakini chanzo kikubwa ni hiki. Lycopene inapokuwa imeshuka, imepungua katika mfumo wa uzazi wa mwanaume, inapelekea homoni ya testosterone pia kushuka, na hapo uwezo wa mfumo wa kiume wa utendaji kazi huwa unaporomoka, na hivyo kushambuliwa, kupata madhara mbalimbali, matokeo mbalimbali kama ya uvimbe wa tezi dume. Ya kwanza kuathirika huwa ni tezi dume, huwa inaanza kuvimba na kuanza kubana ile njia ya mkojo. Tutaangalia mbeleni madhara yake yatakuwa ni nini endapo utakuwa umeona dalili ambazo tumezisema mwanzoni ukazipuuza bila kuzitibu. Tutaona baadaye madhara yake yatakuwa ni nini. Kutokana na chanzo kikubwa cha lycopene kwa imeporomoka katika mfumo wa mwili wa mwanaume, ule mfumo wa uzazi, basi upelekea tezi dume huwa ni ya kwanza kuathirika na kuanza kuvimba.
Ijapokuwa kuna vyanzo vingine mbalimbali sawa, lakini chanzo kikubwa ni lycopene. Inapopungua, basi mfumo wa uzazi wa mwanaume unakosa uwezo kabisa wa kujitawala, wa kujikontrol, wa kujiongoza. Na hapo ndipo unasikia kwamba mwanaume amevimba tezi dume au tezi dume imevimba. Yawezekana umesikia watu mbalimbali wakitabika kwa sababu ya tatizo hili, ndugu, jamaa, marafiki. Chanzo kikubwa na vyanzo vikubwa vimesemwa, lakini issue ni kwamba lycopene inapokuwa imepungua katika mfumo wa uzazi wa mwanaume, basi ni rahisi sana kiungo kilicho muhimu sana ambacho ni kinajulikana sana maarufu kama tezi dume au prostate huwa inavimba. Sasa basi, baada ya kuona chanzo kikubwa kwamba kumbe kunapokuwa na upungufu wa lycopene katika mfumo wa uzazi wa mwanaume, huwa shida inatokea, tezi dume huwa inavimba na kuleta madhara makubwa ambayo tutaangalia. Basi sasa tunahitaji kutambua ni jinsi gani tunaweza kufikia suluhisho la hili tatizo. Ndugu yangu, kabla ya kuingia kwenye suluhisho, naomba uangalie tena mfumo wako wa kiume, mfumo wako wa uzazi umekaje, ndipo tuendelee kuangalia sasa nini kifuatie. Endapo hautaweza kutibu dalili za awali ulizoziona, tulizopitia, ni nini kitatokea? Hebu jiridhishe katika mfumo wako wa uzazi, ndipo tuendelee. Okay. Naamini baada ya kuwa umethibitisha kwamba uwe ni mfumo wako wa uzazi, nafikiri tumejifunza sehemu mbalimbali, tunatambua ya mambo. Sasa naomba tujaribu kuangalia, endapo utakuwa umepuuza hizo dalili za awali kudhibiti mapema, nini kinafuatia? Kwanza kabisa mkojo wako utaziba. Hutakojoa, utafunga kukojoa. Na endapo utafunga kukojoa, nini kinafuatia? Figo zako zinaenda kuathirika. Mbali na figo, kibofu chenyewe cha mkojo kitaharibika kwa sababu ya mkojo. Unajua mkojo unabeba chembe nyingi sana za chumvi, za taka mwili nyingi. Kwa hiyo endapo mkojo utafunga, utatoka kwa wakati, basi kibofu chako cha mkojo ni dhahiri kitaharibika. Na kitakapoharibika, nini kinafuatia? Kwa sababu mkojo umeziba, unatafuta sasa njia moja thabiti itakayokusaidia, ni kwenda tu hospitali kufanya operation ili uweze kusurvive. Tuko pamoja? Je, kabla hujafikia hatua hizo, nini cha kufanya wewe mwenyewe? Kinachopatia, unatakiwa ujue ni jinsi gani baada ya kuona hizo dalili ujitibu wewe mwenyewe hapo nyumbani kwako. Kwa kufanyaje? Kama tulivyoona, chanzo kikubwa ni kule kutoweka au kupungua kwa lycopene katika mfumo wa mwili, hasa mfumo wa uzazi wa mwanaume. Basi tunaenda kuangalia sasa ni jinsi gani utajitibu mwenyewe kwa kutumia lycopene, kurejesha tena lycopene. Hii tatizo linawezekana likakupata katika umri mdogo sana, kutokana na mfumo wa maisha ambao utakuwa ni chanzo kikubwa cha kusababisha lycopene ipungue au itoweke katika mfumo wako wa uzazi. Katika mfumo wako wa uzazi, itakapokuwa lycopene ambayo ni chanzo kikubwa cha uvimbe wa tezi dume inapokuwa imetoweka, lazima uweze kuangalia, je, ikiwa itatokea kwangu umri mdogo, umri unaoruhusu, unaostahili, yani wale watu wenye umri mkubwa kuonekana kwamba inafaa, unaweza kusema yes, kuna magonjwa yanayoendana na umri, sawa. Lakini yawezekana umri huo akadhibiti kwa kurejesha tena lycopene, na pia kwa umri mdogo aweze kukumbwa na tatizo hili kutokana na mfumo wa maisha, umetumia vitu ambavyo vimekuwa ni chanzo cha kupelekea homoni iporomoke, kutokana na lycopene kuporomoka. Utafanya nini? Naomba tuende moja kwa moja tuangalie nini unachoweza kukifanya endapo itaonekana kwamba umekumbwa na tatizo hili. Dalili zimeonekana, umejua dhahiri kwamba tayari nimeshakumbwa na tatizo la ugonjwa wa uvimbe wa tezi dume. Nifanye nini sasa? Cha kwanza kabisa, ndugu mpendwa, ni kurejesha lycopene. Utairejesha kutoka wapi?
Imethibitika kabisa kwamba lycopene ni kiini tiba ambacho kinapatikana kwa wingi sana katika tunda moja ambalo ni muhimu sana linalojulikana kama nyanya. Nyanya wenzetu wanaita tomato, hata sisi tunaita tomato ukitaka, lakini nyanya imethibitika, lakini nyanya iliyoiva vizuri, nyanya imethibitika kuwa na kiwango kikubwa sana cha lycopene. Nyanya iliyoiva, nyanya nyekundu, nyanya nyekundu zilizoiva vizuri zina kiwango kikubwa sana cha lycopene, ambayo imeonekana na kuthibitika kwa msaada kwa wanaume ambao wamekumbwa na matatizo ya ugonjwa wa uvimbe wa tezi dume. Waweza ukaniuliza, je, hiyo nyanya nitaitumiaje ili kuweza kupata kile kiini tiba lycopene ya kuweza kurejesha tena mfumo wangu wa uzazi katika hali yake ya kawaida? Ni dhahiri kabisa kuwa hapa ulipo, chukua nyanya 2 hadi 3 zilizoiva vizuri. Tunaenda kwenye tiba sasa, jinsi ya kujitibu mwenyewe ugonjwa wa uvimbe wa tezi dume. Chukua nyanya 2 hadi 3 zilizoiva vizuri zenye ukubwa wa kutosha. Ukisha chukua, andaa kikaangio chako. Weka kikaangio chako kwanza kwenye moto. Kikishapata moto wa kutosha, basi chukua zile nyanya zako 2 hadi 3, ziweke kwenye kikaangio ambacho tayari kina joto la kutosha. Zikaange kidogo kwa muda kati ya sekunde 30 mpaka sekunde 60. Baada ya muda huo, ipua. Baada ya kupoa hizo nyanya, toa ganda, toa na zile mbegu. Baada ya kutoa hizo mbegu na hilo ganda, fanya kifuatacho. Hakikisha unazisaga zinakuwa rojo rojo kwa blender au kwa design yoyote utakayojua wewe. Baada ya kusaga ukapata hiyo rojo, nikukumbushe wakati unaikaanga ile nyanya kwenye kikaangio usiweke mafuta. Na wakati unasaga hii nyanya, ukishaisaga ukapata rojo, usikamue. Itumie kama ilivyo. Baada ya kuwa umepata rojo yako umesaga vizuri, hakikisha unaitumia hizo nyanya 2 au 3 ulizotengeneza, zitumie zote kama ni asubuhi, mchana na jioni. Tumia mara 3 au mara 2 kwa siku. Andaa kila unapotaka kutumia, usiweke kwenye friji. Baada ya hapo, waweza kuniuliza swali, je, nitatumia kwa siku ngapi ili kutatua tatizo? Hakikisha unatumia kati ya siku 7 mpaka siku 28. Utakuwa tatizo lako limekamilika, umejitibu mwenyewe kwa gharama ndogo sana. Nyanya inaweza shilingi ngapi wapi? Inapatikana kila sehemu. Kiingia pale sokoni ukavuta nyanya zako ngapi? Njoo tengeneza dawa, mchezo umeisha. Hakikisha wakati unatumia hii dawa, epuka vitu ambavyo ni vyanzo ambavyo vimekuletea tatizo. Punguza ulaji wa nyama nyekundu. Punguza visukari. Punguza visoda. Hakikisha uwe makini katika utaratibu wako wa kula na kunywa. Utakuwa umejitibu tatizo kwa njia rahisi na kwa gharama rahisi na kwa wepesi zaidi, bila kusumbuka kwenda kusimama kwa mtu fulani kumpigia magoti mtu fulani. Utakuwa umejitibu tatizo kwa urahisi zaidi. Kama nilivyokwisha kutangulia kusema, ikiwa wewe ni mara yako ya kwanza kufungua au kushiriki katika vipindi vya masomo yetu ya afya kutoka hapa Mshola Health Solution, na kuomba upate kusubscribe ili kusudi kila tunapokuwa tukitoa masomo yetu, basi wewe ni wa kwanza kuyapata. Na kama nilivyokwisha kutangulia, kwa wale ambao ni mara ya kwanza kuweza kufungua katika vipindi vyetu kutoka hapa Mshola Health Solution, mimi kwa majina naitwa Mapesa Rubale. Basi karibu sana katika masomo yetu yanayofuatia katika vipindi mbalimbali. Karibu sana hapa katika channel yetu ya Mshola Health Solution. Na kwa lini, na naomba uweze kujitahidi sana